Miongoni mwa virabu vya soka ambavyo hivi sasa vimekuwa vikifanya vizuri mno hapa nyumbani Tanzania na Afrika Mashariki yote ni klabu ya Wanayanga. Nazungumzia wachezaji kama wakina Pacome Pedro Zouzoua, Max Nzengeli pamoja na wachezaji wote ambao wamekuwa wakifanya Yanga kuendelea kuwa kinara juu siku zote. Mimi nikwambie tu kwamba huu ni wakati na wasaa wa habari pamoja na burudani za kimichezo. Kwa hiyo ambaye bado hujajiunga nasi, hakikisha kwanza umeweza kujiunga nasi hapa ili usipitwe na habari na matukio muhimu ya kimichezo. Gusa maandishi mekundu kwa subscribe ili usipitwe na kuachwa nyuma na habari pamoja na matukio yote yanayojiri kwenye viunga na viwanja vya michezo. Sasa nikwambie kwamba Yanga imejipanga kweli kweli kuhakikisha kwamba wanavuka katika kila kikwazo na kuhakikisha kwamba ubingwa unaendelea kubaki Jangwani kwa miaka mfululizo. Na kwa uwekezaji pamoja na nguvu kubwa ambayo Wanayanga wameweza kuiwekeza na katika sajili ambazo hata sasa hivi tumeweza kuona usajili huu wa Yanga una moto wake kweli kweli. Wakina Clement Mzize, kumbuka mafundi wakina Duke Abuya bado wapo kama kawaida na bado vimeongezwa vyuma vingine viweze kufanya kikosi cha Yanga kiwe ni kikosi ambacho hatari kabisa katika vikosi bora ambavyo kivitaja katika timu za Kiafrika Mashariki pamoja na Afrika kwa ujumla. Huwezi kuacha kuitaja timu ya Yanga, na kwa takwimu ambazo zipo Yanga sasa hivi yapata kuwa ni kama timu ya 9 hivi kwa ubora hapa barani Afrika, na yote hii ni kutokana na nguvu, jitihada, akili pamoja na kujitoa na kujituma kwa viongozi pamoja na wachezaji husika wa klabu ya Young Africans. Hivyo sasa nikwambie tu kwamba Wanayanga na mashabiki wa Yanga kwa ujumla wote ni nyakati za furaha pamoja na kuenjoy kwa upande wao, kwa sababu kinachosubiriwa kikubwa ni kuona kwamba Yanga wakiendelea kutusua kwenye upande wa michuano ya CAF na kwenye mtiririko wa michezo na ligi za hapa nyumbani Tanzania za aina zote, kwamba Yanga malengo yao makubwa ni kuendelea kuzishikilia zile bendera za ushindi. Na kwa Yanga inawezekana, kwa sababu ukiangalia chemistry pamoja na mifumo ambayo kocha wa Yanga wa sasa hivi amekuja nayo ni mifumo ya kipekee ambayo inaashiria ushindi kwa asilimia zote, kwa sababu kwanza ana vikosi vya kutosha, substitutions nje zipo za kutosha. Ikitokea mchezaji amezingua ama ameteleza kutofanya vizuri, basi kunakuwa na option ama chaguzi la pili ambalo linaenda kukava nafasi kwa asilimia kubwa ama kwa asilimia zote kama vile ambavyo ilivyopangwa. Sasa hiki ni kitu ambacho pia kinawafanya Yanga sasa hivi wanakuwa katika timu bora, kwa sababu timu bora ni timu ambayo ina ile kitu kinaitwa machaguzi mengi, kwa sababu unaweza kaa kuna mchezaji fulani amekosekana, lakini kuna mchezaji ambaye anaweza akaikava ama kuishika nafasi yake na akaicheza vyema kama vile ambavyo nafasi inahitaji. Pengine si vyema kama yule aliyekuepo, lakini vyema kama vile ambavyo nafasi imekuwa ikimhitaji. Hivyo ndivyo ambavyo Yanga ilivyojipanga kimisingi. Lakini pia kwa wachezaji wa Yanga ni talented na professional players. Yanga imekusanya wachezaji wengi wazuri na wakali kweli ambao ukitazama talenti zao ni talenti za hali ya juu, ambazo ukikutana na Yanga utajua kwamba hapa nimekutana kweli na wachezaji hatari. Ukizungumzia backline, ukizungumzia midfielders, ukija kuzungumzia forward, ukija kuzungumzia wings, na kila kitu kwa Yanga zimeweza kukamilika kwa asilimia nyingi, na kitu hiki ndio kinawafanya wanazidi kusumbua na kuwa ni timu bora kabisa kwenye renki siku zote. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo sasa hivi yamekuwa yakizungumzwa zaidi huko kwenye mitandao ya kijamii. Mimi nikukumbushe tu wewe usisahau kujiunga nasi hapa Tanzania Live TV kwa habari pamoja na matukio ya soka ya kila siku. Toa maoni yako kwenye upande wa comment, lakini pia usisahau kulike pamoja na kushare video hii. Till the next time, ciao.